Ni kusalimu popote pale ulipo mtazamaji. Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa hapa Channel 10. Mtazamaji, kabla sijamleta kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu, acha nikupe ratiba za ibada. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Unaweza ukazungumza moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kupitia namba 0754 36 78 26 0754 36 78 26, lakini pia 071826 7171. Unaweza kufuatilia ibada hizi moja kwa moja kupitia Maranatha TV online, lakini pia unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii ya mtumishi wa Mungu. Basi kwa wakati huu, acha nimlete kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Mpenzi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninayeongea na wewe hapa ni mchungaji na askofu Florian Josephat Katunzi. Napenda nikutangazie ziara ya mafunzo ya kibiblia katika nchi zenye historia ya kibiblia kama vile Israeli, Uturuki, Misri na Jordan. Mungu akipenda, mwaka 2026 mwezi wa 10 tutakuwa na safari rasmi ya kuelekea katika nchi takatifu ya Israeli. Tutakuwa na safari rasmi ya kutembelea hizi nchi kwa ziara ya siku 14. Tutatembelea katika nchi ya Uturuki, ambako tunatembelea makanisa 7 yaliyoandikwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 na sura ya 3. Haya makanisa 7 yanawakilisha vipindi 7 vya kanisa. Kanisa la kwanza ni kanisa la Efeso, ambalo linapatikana katika nchi ya Uturuki ya sasa. Zamani ilikuwa inaitwa Asia Ndogo. Kanisa hili la Efeso linawakilisha kipindi cha kwanza cha kanisa, kinaitwa kipindi cha mitume, na linafuata kanisa la pili ni kanisa la Simina, linawakilisha kipindi cha pili cha kanisa, kinaitwa kipindi cha mateso ya kanisa. Kanisa la tatu ni kanisa la Pergamo, linawakilisha kipindi cha tatu cha kanisa, ni kipindi cha upagani wa kanisa. Kanisa la 4 ambalo tutalitembelea ni kanisa la Thiatira, ambalo linawakilisha kipindi cha 4 cha kanisa, ambacho kinaitwa kipindi cha maovu ya kanisa. Kanisa la 5 tutakalotembelea ni kanisa la Sardi. Hili linawakilisha kipindi cha 5 cha kanisa, ambalo ni kipindi cha matengenezo ya kanisa. Na kipindi cha 6 ni kipindi cha kanisa la Philadelphia, ambalo ni kipindi cha umisheni wa kanisa. Na kipindi cha mwisho ama kanisa la mwisho tutakalotembelea ni kanisa la Laodikia. Hili linawakilisha kipindi cha uvuguvugu wa kanisa. Makanisa haya 7 kama nilivyoyataja yanapatikana katika nchi ya Uturuki ya sasa. Zamani ilikuwa inaitwa Asia Ndogo. Kitu kingine ambacho tutakwenda ukiona katika nchi ya Uturuki ni fimbo ya Musa. Wengi hawajui fimbo ya Musa iliyogawanya maji ya bahari ya Shamu iko wapi. Ipo katika nchi ya Uturuki. Kitu cha pili tutakachokiona katika nchi ya Uturuki ni kichwa cha Yohana Mbatizaji. Wasomaji wa Biblia wanafahamu Herode alikata kichwa cha Yohana Mbatizaji akampa binti yake kama zawadi. Kile kichwa kipo katika nchi ya Uturuki. Kitu cha tatu ambacho tutakwenda ukiona katika nchi ya Uturuki ni mkono wa Yohana Mtakatifu
uliokatwa baadaye ukamea wakati wa mateso ya kanisa. Vipindi hivi vyote 7 vinabeba historia ya kanisa. Nchi ya Uturuki imebeba mambo mengi ya kihistoria, kwa sababu mwaka ule wa 313 Kaisari wa Rumi anaitwa Konstantini alipoamua kuwa Mkristo, aliyajenga haya maeneo kama kitovu cha Ukristo. Kwa utaona maeneo mbalimbali hayo. Baadaye tutaondoka kuelekea nchi ya Misri. Kwenye nchi ya Misri tunatembelea eneo la kwanza, ni eneo la mapiramidi, ambako wana wa Israeli walikaa utumwa, wana wa Israeli miaka 400. Lile eneo linaitwa Giza. Baadaye tutakwenda nyumba takatifu au nyumba ya familia takatifu. Ni mahali ambako Yusufu na Mariam walikaa pale baada ya kumkimbia Herode. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 kwa wasomaji wanakumbuka. Kwa baada ya hapo tutakwenda kutembelea eneo lingine, ni kanisa la Mtakatifu Simoni. Hili ni kanisa ambalo linakaa kwenye pango. Zama zile Wakristo walikuwa nafanya ibada zao kwenye mapango. Hilo eneo lipo pale Misri. Kwa baada ya kutoka Misri pale Kairo, tutasafiri njia ya wana wa Israeli waliopita miaka 40. Kwa tutapita kule kwenye jangwa, tutakwenda moja kwa moja mpaka eneo la Mara. Mara hapa kuna visima vya maji ambako Musa na wana wa Israeli baada ya kuvuka bahari ya Shamu, Biblia inasema walitembea muda wa siku 3 kwenye jangwa la Shuri. Wakaenda wakafika eneo ambako walikuta visima vya maji, wakataka kunywa maji yale. Maji yalikuwa ni machungu. Kwa sababu yale maji yalikuwa ni machungu, Bwana akamwambia Musa aweke mti ili maji yale yaweze kupona. Na Musa akaweka ule mti aliopewa, yale maji yakapona. Ndipo Bwana akamwambia, mimi ni Mungu nikuponyaye. Ndugu zangu, rafiki zangu ambao wananisikiliza kwenye tangazo hili, napenda nikualike uungane nami. Hili eneo au haya maeneo nimefika si mara moja, si mara 2. Visima vya maji haya ya Mara bado vipo. Unaweza ukajipatia huduma mahali pale. Baada ya kutoka Mara kwenye visima vile, Biblia inasema wakasafiri wakafika eneo moja inaitwa Elimu. Eneo la Elimu kuna mitende 70 na chemichemi 12. Hiyo inawakilisha nafsi 70 za wana wa Israeli walioingia Misri, na chemichemi 12 zinawakilisha wana wa Yakobo ama wana wa Israeli, kabila 12. Tukitoka pale Elimu tunakwenda Refidimu, ambako wana wa Israeli walipigana vita kwa mara ya kwanza na watu wanaitwa wa Amaleki. Ile vita iliongozwa na Yoshua wakati Musa na Harun na Huri walikuwa kwenye mlima wa maombi. Baada ya kutoka pale Refidimu, tutaendelea na safari yetu kwenda mpaka mlima Sinai. Kwenye mlima Sinai kuna vitu kadha wa kadha tutakwenda kuviona. Jambo la kwanza tutakwenda kuona kichaka kilichokuwa kinawaka lakini hakiteketei, burning bush. Musa alisikia sauti, aliona moto unawaka kutoka kwenye kichaka au kwenye kijiti. Biblia inasema kilikuwa kinawaka lakini hakiteketei. Kile kichaka mpaka leo kipo, na kuonyesha kwamba kile kichaka ni cha kweli. Yale mawe yanayozunguka lile eneo, ukilipiga chini ukalivunja, lina picha ya kichaka ndani, reflection. Pale pale kwenye kichaka ndipo kuna kisima cha Spora. Wengi wanafahamu Musa baada ya kukimbia kwenda Midian, alifika kwenye mlima Sinai, ndio Midian yenyewe. Mahali pale kuta watoto wa Yethro. Baada ya kuona kisima cha maji hicho, tutapanga safari ya kupanda mlima Sinai. Mlima Sinai una futi za kutosha. Kwenda kule juu utatumia masaa kama 6. Ni safari ndefu mpaka kwenye kilele kile ambacho mtumishi wa Mungu Musa alipiga magoti siku 40 na Bwana akamkabidhi amri 10 za Mungu. Lakini kule kule kwenye mlima Sinai tutakwenda kuona pango la Elia Mtishibi. Mahali pale alipokaa siku 40 akiomba. Mtumishi wa Mungu Elia alifanya maombi kwenye mlima ule, na wengi wanachanganya mlima Sinai ndio unaitwa mlima wa Musa, ndio unaitwa mlima wa Mungu, ndio unaitwa mlima Orebu. Ni majina tofauti tofauti lakini katika kitu kimoja. Baada ya hapo tutashuka, tutafika eneo ambako Musa alimuacha Yoshua. Tutaona mahali pale papo pametunzwa,
na baadaye tutaanza safari ya kuelekea kwenye mpaka wa Israeli na Misri unaitwa Taba. Tukishavuka ule mpaka tunaingia mji mmoja wa kwanza unaitwa Elati. Elati ni mji wa kihistoria. Ni mahali ambako mfalme Sulemani alikaa akaandika kitabu cha wimbo ulio bora. Maana yake ukisoma kitabu cha wimbo ulio bora unaona kama Sulemani anamsifia mwanamke. Ule unaitwa mji wa starehe mpaka leo. Baada ya kutoka hapo tunasafiri kutoka Elati. Bleki ya kwanza tutakwenda Bahari Mfu. Bahari Mfu au Dead Sea ni mahali ambako maji ya bahari ile Mfu hakai kiumbe chochote kilicho hai, na maji ya mto Yordani yakiingia ndani ya bahari Mfu yale maji yanakufa. Maajabu ya bahari Mfu, unaweza kulala juu yake na ukasoma kitabu hauwezi kuzama. Hata ungejifunga mawe hautakwenda chini. Ni bahari ambayo haimpokei mtu. Hiko katikati ya bonde la Sodoma na Gomora na mpaka ule wa Israeli kuelekea nchi ya Yordani. Baada ya kutoka pale kwenye bahari Mfu, tutakwenda eneo moja linaitwa Yeriko. Yeriko kuna vitu kama vikubwa vitatu kwenda kuviona. Jambo la kwanza tutakwenda kuona Sakam tree ambao ni mti wa mkuyu. Aliopanda Zakayo, Yesu akamwambia shuka upesi, leo nataka niingie ndani ya nyumba yako. Tukitoka kwenye mkuyu tutapanda kwenda kwenye chemichemi ya maji. Elisha mnakumbuka aliponya maji ambayo yalikuwa nazaa kufa na mapooza. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Ile maji yaliyoponywa mpaka leo yapo na visima vya maji vile vipo. Lakini wasomaji wa Biblia wanafahamu Yeriko kuna mlima unaitwa mlima wa majaribu. Utausoma Injili ya Luka sura ya 4 ambako kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 19 unamuona Yesu anapanda kwenda mlimani kwenda kuomba kasi kwa 40. Ule mlima uko wapi? Ule mlima uko Yeriko. Tutapanda mlima huo, tutafika eneo ambako Yesu alipiga magoti kuomba. Pale imewekwa panga ambako alikuwa kwenye panga alikaa siku 40, panaweza kupokea watu wapatao kama 400. Ni kuombe rafiki yangu, tembelea na eneo hilo pia. Baada ya kutoka hapo tutatembelea maeneo mengine, tutakwenda kuliangalia bonde la Yeriko na chemichemi zile za maji, natural spring au chemichemi za maji 1000. Mji wa Yeriko, tutakwenda kwenye ukuta ule wa Yeriko ambako Yoshua au wana wa Israeli waliuzunguka. Siku ya 7 ukadondoka. Ule ukuta mabaki yake mpaka leo yapo kwa sababu Yoshua alilaani ule ukuta na ile eneo lililokuwepo kwamba lisijengwe tena. Israeli ina historia ya vitu vingi mno. Tukitoka hapo tutakwenda Bethlehem, mahali ambako Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa. Lakini kabla ya kuingia Bethlehem tutaanzia kwenye shamba la Boaz. Wengi wanafahamu kabisa kwamba Boaz alimuoa Ruthu, na lile shamba la Boaz ndipo wachungaji wa kondeni walipokuwa wanachunga mifugo yao, wakatokewa na malaika wa Bwana. Na yule malaika wa Bwana anawaambia kwamba Bethlehem kuna habari njema, amezaliwa Mwokozi. Kutakwenda pale kuona nyumba za wachungaji wa kondeni. Walikuwa wanachunga yale mapanga ambako walikuwa wanachungia na kulala na kondoo wao mpaka leo yapo. Baadaye tutateremka kwenda Bethlehem. Ndani ya Bethlehem tutakwenda kuona ambako Yesu alizaliwa. Kisha baada ya hapo tutakwenda eneo moja ndani ya kanisa lile kuna shimo refu ambako Herode aliua watoto kipindi anamtafuta Yesu kumuua. Wale watoto walipotupwa, linaitwa shimo la uchungu. Baadaye kabla ya kutoka pale tutakwenda kuona eneo ambako mtaalamu na mwandishi wa maandishi ya Biblia, mtafsiri wa Vulgate la Kilatini kwenda kwenye Kiingereza, anaitwa Jerome Eronimo, mahali ambapo alikaa na kuandika. Tunakwenda mlima wa Mizeituni. Kwenye mlima wa Mizeituni wengi mnafahamu Injili ya Luka 22, Yesu alifanya maombi kabla ya kubeba msalaba. Mahali pale alipopiga magoti akasema, Baba yangu naomba kikombe hiki niepuke. Lile eneo mpaka leo na damu iliyomtoka Yesu mpaka leo limejengwa kanisa linaitwa kanisa la mataifa yote. Mahali pale kuna na mizeituni ya kipindi cha Yesu mpaka leo bado ipo. Tutakwenda kuona na kuingia ndani ya lile kanisa. Baada ya hapo tutavuka kijito cha Kedron. Tutapanda moja kwa moja kwenda
kwa Kayafa. Yesu alipokamatwa akavua kito cha Kedron, akapelekwa kwa Kayafa. Kwa Kayafa pale kumejengwa kanisa linaitwa la Mtakatifu Petro, Santi Peter Galikunta. Maana yake inaongelea Petro, kanisa la Mtakatifu Petro jogoo kuwika. Ndani ya lile hekalu ama kanisa lile, utakuta ndani kuna gereza ambako wafungwa wote ambao walikuwa wanamkorofisha ama wanaenda kinyume na dini ya Kiyahudi walikuwa wanapelekwa kwenda kufungwa ama kuteswa mule ndani. Yesu alipokamatwa Alhamisi Kuu, alipelekwa kwenye kifungo akawekwa ndani. Na bahati mbaya watu wengi watuongelee eneo hili, Yesu alifungwa kamba akaninginizwa, kichwa chini miguu juu. Lile linaitwa shimo ambalo linawakilisha Zaburi ya 88 inayosema waziwazi kwamba umenitupa kwenye kaburi nikiwa hai, umeniweka kwenye vifungo vya giza. Kutakwenda pale ambako Yesu alishushwa kwa kamba, sisi kule wamechonga ngazi taingia taratibu. Lakini nataka nikuambie hakuna Mkristo wa kawaida anayefika pale asitoe machozi. Damu Yesu aliteswa sana, damu ilimwagika nyingi mle ndani mpaka leo ipo. Asubuhi ya Ijumaa Kuu ndo wakamtoa, wakamtembeza ile njia ya Dolorosa, tutapita njia ya msalaba. Lakini kabla hajapita Dolorosa, tutapita kwenye geti la Simba. Tunakwenda moja kwa moja ambako Pilato alikaa kumhukumu Yesu Kristo. Mahali pale kuna kumbukumbu za kimahakama ya kipindi kile. Kutaingia pale taona Pilato alipokuwa amekaa, na mahali baada ya kumhukumu wakampeleka mahali pa kumpiga na kumvua nguo. Yale maeneo yote leo mpaka yapo. Baada ya kutoka mle ndani kwenye hizo chepo, tunaanza njia ya msalaba ama njia Dolorosa ama njia mateso. Kwa tutapita njia hiyo ya msalaba, tunakwenda moja kwa moja mpaka bustani ya Yusuf wa Arimathaya. Mahali pale ndipo lipo kaburi la Yesu. Tutakwenda moja kwa moja kuingia kwenye kaburi la Yesu. Tutafika eneo lile linaitwa Golgotha ama fuvu la kichwa. Yako maelezo mazuri ya kihistoria mahali pale tutayaona, lakini kikubwa tutaliona kaburi la Yesu li wazi. Tutaingia ndani mahali alipolala Yesu na mahali alipofufukia tutaona. Baada ya hapo yako maeneo mengi Israeli huwezi kuyamaliza. Israeli peke yake inahitaji zaidi ya siku 25 kuweza kuyatembelea maeneo yale. Lakini nikukumbushe rafiki yangu, ziara hii ya mafunzo mimi naye kueleza nitaiongoza kwa sababu mambo ya kihistoria nayajua vizuri. Tutakwenda eneo lingine ambako Yesu alikaa akaanza kufundisha sala ya Bwana Baba yetu uliye mbinguni. Lile eneo tutakwenda kuliona, kuna na kanisa mahali pale. Tutatembelea maeneo kadha wa kadha yaliyobeba step by step of Jesus Christ, hatua kwa hatua ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nikukaribishe rafiki yangu na nikueleze kwamba ziara hii inaitwa ziara ya mafunzo. Maana yake tunakaa siku 14 darasani tunafundishwa. Nimeandika vitabu kama viwili. Kitabu cha kwanza kinasema historia ya kanisa na ukengeufu. Ndio nimetaja historia ya makanisa hayo 7. Lakini nimeandika kitabu kingine kinaitwa kitabu cha Ijue Israeli na Kanisa. Rafiki yangu, ndugu yangu mpendwa, gharama ya safari hii siku 14, tiketi ya ndege, hoteli za kulala kuanzia nyota 4 mpaka nyota 5, chakula cha siku 14, magari ya kusafiri ya ndani kote ambako tunaingia takuwa na basi letu. Kwa hiyo gharama ni dola 4,000 tu. Hapo kuna tiketi ya ndege ya kwenda na kurudi, kuna gharama za kulala siku 14 kwenye mahoteli, kuna vyakula, kuna gharama zote ambazo zinakuhusu safari. Kwa hiyo kisha lipa dola 4,000, hele utakayobaki nayo mkononi mwako ni ya matumizi yako binafsi kama kunywa maji na kadhalika. Lakini kila kitu tunakipata ndani ya hoteli, chakula pamoja na mahali pa kulala na gari la kutusafirisha kutoka hapa na kwenda kule. Na tunakuwa na Wayahudi kadha wa kadha ambao tunatembea nao kwa ajili ya kutuongoza. Tutakwenda maeneo mengi mno. Rafiki yangu nikukaribishe. Hizo namba unazoziona kwenye screen ni namba za meneja wetu. Mpigie akuratibu. Huu ni mwezi wa 10, tutasafiri mwezi wa 10. Kwa ina maana kuanzia sasa una miezi 12.
ndani ya miezi 12 unaweza ukaamua kila mwezi kutengeneza dola zako za kutosha na kuweka kidogo kidogo. Akaunti ya benki ndio hiyo yao tunayoiweka. Wasiliana na meneja, weka hiyo pesa yako. Tarehe tutakutangazia kadri tunavyoendelea baada ya kupata booking kule. Hatujaenda Israeli kama miaka 2 kwa sababu ya hali ya vita ya Gaza na Israeli, tulikuwa tumekaa pembeni. Maadamu vita imekaa mbali kidogo, tunaweza kuingia Israeli na kutoka. Nchi ambayo sijaigusia ni Jordan. Tutapita tu pale kwa sali moja ama kwa siku moja. Jordan kuna nini? Kwa Jordan tunaenda kuona mlima Nebo, mahali ambako mtumishi wa Mungu Musa alifia kwenye kilele cha Pisiga. Pale ndiko kitu cha msingi ambacho mimi nakiona kipo, ambako wana wa Israeli walipofika Moabu. Pale kulikuwepo na mambo mengi ya kihistoria, na bahati nzuri wengi hawajui Moabu ndio Jordan. Jordan ndio Moabu, Moabu ndio Jordan ambako walikuwa naishi wana wa Rutu. Rafiki yangu, ndugu yangu, kwa mawasiliano zaidi tutaendelea kuwasiliana. Mimi ni mchungaji Florian Josephat Katunzi. Kama pia una maswali ya kutaka kujua zaidi, namba zangu ni 0718 267171. Unaweza ukatuma message ama kwenye WhatsApp 0718 267171. Mahali hapo sasa utaweza kuona, naweza nikawasiliana na wewe, nikakupa maelekezo ya kina. Tunaenda sio kidhehebu, tunaenda kama Wakristo. Sasa chukua Biblia yako, daftari lako na kalamu. Andika kiti cha enzi chenye sauti kisadaka. Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 25 hadi wa 33. Ndipo Yeroboamu akajenga Shekemu katika milima ya Efraimu, akakaa huko. Akatoka huko akajenga Penueli. Yeroboamu akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi, kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu. Ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yaani Rehoboamu mfalme wa Yuda, nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akamfanyiza ng'ombe 2 wa dhahabu. Akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Akaweka mmoja katika Betheli na wa pili akamweka katika Dani. Jambo hili likawa dhambi, maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja hata huko Dani. Tena akafanya nyumba za mahali pa juu, akafanya na watu wote na watu wasio wana wa Lawi kuwa makuhani. Yeroboamu akaamuru kushika sikukuu katika mwezi wa 8, siku ya 15 ya mwezi, mfano wa sikukuu iliyokuwa katika Yuda. Akapanda juu ili kuiendea madhabahu. Akafanya hivyo katika Betheli, akiwatolea dhabihu wale ng'ombe aliwafanya. Akawaweka katika Betheli wale makuhani mahali pa juu alipokuwa amepafanya. Akatoa dhabihu juu ya ile madhabahu aliyoifanya katika Betheli siku ya 15 ya mwezi wa 4, mwezi aliyowaza moyoni mwake mwenyewe. Akaamuru wana wa Israeli washike sikukuu hiyo. Akapanda kuiendea madhabahu ili kufukiza uvumba. Ongeza Zaburi 106 ule mstari wa 20 na 21. Wakaubadili utukufu wao kuwa mfano wa ng'ombe mla majani, wakamsahau Mungu mwokozi wao, aliyewatenda makuu katika Misri. Tumalizie na Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiye anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukahapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu
hata siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu hapo akahapo Shetani. Kwa wale ambao tumefuatilia hili somo wiki 2-3 kwenye televisheni, kwenye radio, na wale ambao mmekuwepo mahali hapa kwenye ibada, leo tunaingia hatua nyingine ambayo tunakwenda kumuomba Mungu siku ya leo apate kuturejeshea sauti tulizozipoteza. Tumesoma kitabu cha Wafalme sura ile ya 12 mstari wa 25 mpaka wa 33. Tumesoma Ufunuo sura ya 2 mstari wa 12 na wa 13. Bwana analiambia kanisa la Pergamo, hapo ukaapo ni penye kiti cha enzi cha Shetani. Kwa hiyo kiti cha enzi cha Shetani, andika, ni mahali pa kukaa wale walioamua kukaa kwenye hicho kiti kiroho. Kiti cha enzi cha Shetani ni mahali ambapo pa kukaa kiroho kwa wale walioamua kukaa kwenye hicho kiti cha Shetani. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna aina mbili za viti. Biblia inaeleza kuna kiti cha Mungu, kiti cha enzi cha Mungu. Wanakaa wale walioamua kukaa na Yesu Kristo. Yohana sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 6. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kumbe ndani ya Yesu kuna mahali pa kukaa. Kaeni ndani yangu. Kwa Yesu anasema, ninakwenda kuandalia mahali ili mimi nilipo na nyinyi mpate kuwepo. Kanisa la Pergamo linaambiwa, hapo ukahapo ni penye kiti cha enzi cha Shetani. Maana yake roho iliyokuwa na sauti juu ya kanisa la Pergamo ilikuwa ni roho ya Shetani. Hapo ukahapo ni penye kiti cha enzi cha Shetani. Hana maana ya kigoda, hana maana ya jiwe kubwa, ana maana kiroho. Kanisa la Pergamo lilijengwa likajikita kwenye eneo la miungu ya Pergamo, na miungu ya Pergamo ikawa na sauti mpaka ndani ya kanisa. Kiti cha enzi kinaweza kugawanyika katika makundi yafuatayo. Kuna kiti cha enzi cha kabila, kuna kiti cha enzi cha familia, kuna kiti cha enzi cha ukoo, na kuna kiti cha enzi cha taifa. Katika ulimwengu wa roho kuna viti vya enzi vinavyoshughulikia watu kikabila. Kinaitwa kiti cha enzi cha kabila. Juu yake kuna mizimu ya kabila. Kuna kiti cha enzi cha ukoo. Juu yake kuna maroho ya ukoo. Kuna kiti cha enzi cha familia. Juu yake kuna maroho ya kifamilia. Na kuna kiti cha enzi cha kitaifa. Juu yake kuna miungu ya kitaifa. Kwa hili kanisa liwe na maamuzi, hili kanisa liwe na sauti, lazima kanisa libatilishe hivyo viti vya enzi visiwe na sauti ndani ya kanisa. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Nao waimba wimbo mpya. Akina nani? Watu wa kanisa. Wanasema, wastahili mwanakondoo aliyechinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, na watu wa kila taifa. Wanasema wastahili nani? Maana yake wanaiazimisha sadaka iitwayo Yesu. Yohana 3:16. Yesu ni sadaka yenye nguvu za kumrejeshea kila aaminie sauti ya kimungu ndani mwake. Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Wote waliompokea, walioipokea hiyo sadaka,
wamefanyika kuwa wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Yohana 1:14, Biblia inaeleza habari ya Yesu kuja kwetu sisi wanadamu, nasi tukauona utukufu wa Mungu, sio utukufu wa ng'ombe. Kwa Yesu anaturejeshea sauti, anaturejeshea utukufu tulioupoteza pale kwenye bustani ya Eden. Mfalme Yeroboamu alipotaka kuizima sauti ya Mungu katika Israeli, Mfalme Yeroboamu alishughulika na rango la makabila. Mfalme Yeroboamu akaanza kushughulika na rango la makabila, linaitwa makabila 10. Kwa wale wasomaji wa Biblia wanafahamu, baada ya kufa Suleimani mfalme, ufalme wake uligawanyika. Mungu aliugawanya. Mtoto wa Suleimani anaitwa Rehoboamu, akapewa makabila mawili, Yuda na Benjamini. Lakini Yeroboamu yeye alipewa kutawala makabila 10. Kwa hiyo kiti cha ufalme cha Yeroboamu kilikuwa na sauti juu ya makabila 10 ya Israeli. Andika, ikumbukwe wazi wazi, aliyekusudiwa kuwa mfalme juu ya makabila yote 12 alikuwa ni Rehoboamu. Kwa Daudi alitawala makabila 12, Sulemani alitawala makabila 12, mrithi wa Sulemani akatawala makabila 2. Kwa lugha nyingine, Rehoboamu alipoteza sauti juu ya makabila 10. Kwa hiyo haya makabila 10 yakamkataa. Sababu za kumkataa ni za kiroho. Baada ya mfalme Yeroboamu kupata ufalme, kitu cha kwanza alichoshughulika nacho ni kutafuta kinachowapa sauti, kinachompa Mungu sauti ndani ya wana wa Israeli. Baada ya mfalme Yeroboamu, uandike, kupata ufalme, akatafuta kinachompa Mungu nafasi kwenye mioyo ya makabila 10 ya Israeli, kumfanya Mungu awe na sauti ndani yao, akakishughulikia. Kwa lugha nyingine, akawatenga na sauti ya Mungu. Biblia inasema mfalme Yeroboamu akawaza moyoni mwake, akasema, watu wangu hawa wakiendelea kwenda kuabudu Yerusalemu, mimi sitakuwa na sauti ndani yao. Kwa kitu cha kwanza alichoshughulika nacho ni kuua ibada ya Yerusalemu. Shetani ili azime sauti ya Mungu ndani mwako, kitu cha kwanza anaua ibada yako kwa Mungu wako. Ulikuwa naomba, maombi yanakufa. Ulikuwa unabidii kwenda kwenye ibada, kwenye mafundisho, unajisikia uvivu wa asilimia nyingi. Shetani anataka azime sauti. Kwa akasema watu hawa wakiendelea kwenda kuabudu Yerusalemu na kutoa dhabihu kule, Wafalme wa kwanza 12:25-33, watamrudia mfalme wao, watamrudia Mungu wa Daudi, watamrudia Mungu wa Ibrahimu, watamrudia Mungu wa Isaka, watamrudia Mungu wa Yakobo. Mfalme akasema, watu wakiendelea, nikiwaruhusu hao watu nao watawala, waende kutoa sadaka Yerusalemu, sauti ya Mungu wa Yerusalemu ndiye itakayokuwa ndani mwao. Akatengeneza madhabahu Betheli na Dani, akajenga madhabahu, akaijengea miungu madhabahu Betheli na Dani. Akaweka ng'ombe wawili, akawageuza haya makabila 10, badala ya kwenda kumwabudu Mungu aliye hai, wakaanza kumwabudu Mungu aitwaye ng'ombe. Zaburi 106 mstari wa 20-21, wakabadili utukufu wao, wakawa sawa sawa na ng'ombe mla majani. Walipataje utukufu wa ng'ombe? Ni pale walipojishikamanisha na ng'ombe kiibada. Wakabadili utukufu wao ukawa sawa sawa na utukufu wa ng'ombe mla majani. Walipoanza kwenda Betheli, walipoanza kwenda Dani kutoa sadaka kwa miungu, sauti ya miungu ikawa na nguvu ndani mwao. Kitu cha Mungu kikafa,
kiti cha enzi chenye sauti kisadaka. Kwa Yeroboamu akawa na nguvu, kwa sababu aliweka sadaka kwenye madhabahu ya kuwazuia Israeli wasimwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo akayakamata haya makabila 12, akaua kitu cha Mungu ndani mwao. Shetani siku zote utafuta na kupambana na kile kinachokupa sauti ya Mungu ndani mwako. Ulimwengu wa roho unafahamu ni kitu gani kinakupa sauti. Kitabu cha Hesabu sura 22. Mfalme Baraki alipotaka kuzima sauti ya Mungu ndani ya Israeli, alitafuta kinachowapa sauti wana wa Israeli. Baraki ni mfalme anatawala Moabu. Kwa mfalme Baraki, yeye Mungu wake ni miungu. Alipogundua wana wa Israeli wana nguvu za kiroho, wana sauti zidi ya sauti yake. Hesabu 22 mstari wa 6. Anasema, basi njoo wewe na kusihi unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza nipate kuwapiga na kuwafukuza wote katika nchi yangu, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Baraki ni mfalme, anataka kuzima sauti ya wana wa Israeli. Kwa kitu cha kwanza alichoshughulika, alitafuta wanapata sauti wapi. Biblia inasema akamfuata mganga wa kienyeji anaitwa Balaam toka Mesopotamia, uhuru wa Wakaldayo, ambako Ibrahim na Rutu wanatokea. Baraki akaamua kwenda nyumbani kwao kijijini. Baraki anatoka kwenye watoto wa Rutu. Rutu ni ndugu yake Ibrahimu. Narudia tena, Baraki ni Moabu. Moabu ni wana wa Rutu aliyowazaa kwa binti zake wawili alipowapiga mimba wale wa binti alipokuwa amerewa. Ndio Jordan ya sasa. Ukienda kitabu cha Mwanzo sura ya 12, Ibrahim na Rutu ni ndugu, wanatoka Uru wa Wakaldayo. Uru wa Kaldayo ndio Mesopotamia, ndio Babeli, ndio Iraki ya sasa. Wana wa Rutu wako sasa hivi katika nchi ya Jordan ya sasa, ndio waliokuwa wanaitwa Moabu. Na ukisoma Mungu anawaambia msipigane nao, wale ni ndugu zenu. Baraki akaenda kijijini, akaenda kwenye kabila akamtafuta mganga wa kimadhabahu anayeweka wafalme toka kwenye kabila lile, anaitwa Balaam. Usimsome Balaam kwa kumuona anafanya uganga, msome kuanzia kwao. Ukimsoma Balaam wakati anaweka vibuyu, katokea wapi? Katokea nyumbani. Ni sawa sawa na mtu anataka kukuroga wewe, inabidi aende kwenu ulikozaliwa. Kumbuka mateso nimefundisha yanayotokana na asili ya kuzaliwa. Baraki akaenda kijijini, akatuma wazee wakapeleka ujira wa uganga. Hesabu 22:7. Ujira wa uganga, Hesabu 22:7. Ujira wa uganga maana yake sadaka. Wakamwambia Balaam maneno ya Baraki yalikuwa ndani ya sadaka. Hesabu 22:7. Wakamwambia tumetumwa, tumeleta hii sadaka, tumeleta ujira wa uganga, tumeleta hii kafara, tunataka wana wa Israeli wanyime sauti. Biblia inasema Balaam akajaribu kufanya uganga, akajaribu kuizima sauti ya wana wa Israeli, sauti ya Mungu kwa wana wa Israeli. Akajaribu. Twende Hesabu 23 ule mstari wa 11. Baraki akamwambia Balaamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili uwalaani adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Naye akajibu, mstari wa 12, akasema, je, ainipasi kuangalia niseme neno lile Bwana atiaro kinywani mwangu? Twende mstari wa 20. Tazama nimepewa amri ya kubariki. Yeye amebariki nami siwezi kulitangua. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala kuona ukaidi katika Israeli.
Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu, pigia mstari, ya mfalme hii katikati yao. Kwa Balaamu anamwambia Baraki kwamba hawa wana wa Israeli, katikati yao hakuna uovu, katikati yao hakuna ukaidi, Mungu wao yu pamoja nao. Kwa hiyo sauti ya Bwana Mungu wao ndiyo sauti yao. 21. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala kuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme. Kumbuka tunaongelea sauti. Baada ya Balaamu kumwambia Baraki hivyo, nini kimetokea? Nenda Hesabu 24 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema Balaamu alipoona Mungu amekusudia kuwabariki Israeli, hakuenda kama hapo kwanza kufuata uchawi, bali alimfundisha Baraki jinsi ya kufanya. Akamwambia Baraki, kweli wewe ni mfalme wa Moabu, una kiti, lakini ukitaka kuzima sauti ya wana wa Israeli, lazima uweke sadaka ambayo wao watajishikamanisha katika hiyo sadaka, watazimika. Hesabu sura 25 mstari wa kwanza hadi wa 13. Baraki akishirikiana na Balaamu wakaandaa sadaka. Kwa nini waliandaa sadaka? Kwa sababu wana wa Israeli sauti yao, sauti ya Mungu wao ilikuwa ndani ya sadaka. Kwa nini Balaamu na Baraki walitoa sadaka ya kuwafungamanisha wana wa Israeli katika hiyo sadaka? Utaniuliza, mchungaji, sadaka ipi? Kutoka 12. Wana wa Israeli kabla ya kutoka utumwani Misri, Bwana aliwaambia watoe sadaka inaitwa Pasaka. Andika, Pasaka ni sadaka kabla ya kuwa sikukuu. Sadaka ya Pasaka ni lango linalowafungulia wana wa Israeli sauti ya kimungu ndani mwao. Sadaka ya Pasaka ni lango linalowafungulia wana wa Israeli sauti ya Mungu ndani mwao. Yaani maana yake sadaka ya Pasaka inarejesha maamuzi ya kimungu ndani ya wana wa Israeli walioyapoteza miaka 400 iliyokuwa imepita. Kwa Bwana akawaambia wana wa Israeli kabla hawajatoka watoe sadaka. Kutoka sura ya 12 ule mstari wa pili, Bwana anamwambia Musa, huu utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu, mwanzo wa miaka kwenu. Kutoka 12 mstari wa pili. Ikumbukwe wana wa Israeli waliingia utumwani Misri kupitia mlango wa sadaka. Ukisoma Mwanzo 37 ule mstari wa 25, Biblia inasema wana wa Israeli wakaketi wakala chakula. Wakati wanakula chakula kile kikawapa wazo la kumuuza Yusufu. Naongelea chakula kama sadaka. Pasaka ni chakula. Narudia tena, Pasaka ni chakula. Narudia tena kanisa, Pasaka ni chakula. Chakula cha Pasaka. Waliingia kwa chakula, walitoka kwa chakula. Waliingia kwa sadaka, walitoka kwa sadaka. Waliingia kwa damu, walitoka kwa damu. Waliingia kwa fedha, wakatoka kwa fedha. Mateso ya wana wa Israeli yaliwekwa ndani ya rango la chakula walichokula. Mwanzo 37:25. Wakati wanakula wakapata wazo kwamba Yusufu yule tuliyemtumbukiza kwenye shimo tumtoe, tumuuze. Biblia inasema wakamtoa Yusufu wakamuuza. Ule mstari wa Mwanzo 37:31, wakachinja mnyama, wakaweka vazi la Yusufu, wakalichovya ndani ya damu. Badala ya kuonekana Yusufu ikaonekana damu. Ikawapa sauti ya kwenda kumwambia Yakobo habari za msiba. Kila kinachofanyika kwenye Biblia kina maana, na kufundisha kwa maana ya maana. Sikufundishi ili uenjoy, na kufundisha uelewe.
wewe umefungwa kwa kitu gani? Wakaketi wakala chakula, wakapata wazo la kumuuza Yusufu. Twende Yohana 13 mstari wa 26 na 27. Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtorowerea tonge na kumpa. Akatowerea tonge, akalitoa akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Na baada ya hilo tonge shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Sema amina. Wana wa Israeli wanaingia utumwani kupitia sadaka. Sadaka inaitwa chakula. Ndani mwake imebeba sauti ya usaliti, tumuuze Yusufu. Kwa lango la utumwa tunaliona ni chakula, ni sadaka itoyo chakula. Pasaka ni chakula. Yesu anasema, hauraye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima ndani yake. Hiyo ni Yohana sura ya 6 mstari wa 52 mpaka 56. Biblia inasema Yesu alipochukua tonge la chakula akampa Yuda Iskariote, Yuda saa hiyo akapokea upako wa kumsaliti Yesu. Kwa hiyo chakula kinaweza kubebeshwa kitu cha kiroho kutoka kwa yule anayekibebesha. Yesu hakumpa ugali, Yesu alimpa chakula, akiwa na maana ya sadaka. Auraye mwili wangu na kuinywa damu yangu, alimpa sadaka. Kwa wazo la Yuda Iskariote kumuuza Yesu alilipata kwenye chakula. Wazo la ndugu zake Yusufu kumuuza Yusufu walilipata kwenye chakula. Kwa hiyo ilikuwa inabidi Mungu atumie chakula kuwatoa wana wa Israeli kwenye nyumba ya utumwa. Pasaka ni chakula, tena chakula cha kifamilia, kwa sababu mlango uliotumika kuwaingiza wana wa Israeli utumwani ni mlango wa familia, ni mlango wa kabila, ni mlango wa ukoo. Waliomuuza Yusufu ni ndugu wa damu. Kwa Bwana akawaambia kila familia watoe sadaka. Kila familia ya wana wa Israeli watoe sadaka. Kwa hiyo siku ya Pasaka kila familia walitoa sadaka ya mwana kondoo kufungua mlango wa kutoka. Pasaka ni mlango wa kutoka. Naulia tena, Pasaka ni mlango wa kutoka. Biblia inasema wana wa Israeli wakatoa Pasaka. Pasaka ina vitu viwili, ina chakula na ina damu ya agano. Yusufu aliuzwa kwa chakula na akauzwa kwa damu. Mwanzo 37 mstari wa 31 wakachinja. Kwa ile damu ikawapa sauti. Baba yao hakuwalalamikia, baba yao aliomboleza, anasema bila shaka mwanangu Yusufu amekufa. Kutoka 12:13. Bwana anasema nitakapoiona damu kwenye mimo yenu ya milango, kwenye mlango wa familia, kwenye mlango wa ukoo, kwenye mlango wa kabila, miungu ya Farao nitaitandika, haitawaonea tena. Damu ya Yesu hii mnayoimba wengi haitawasaidia kwa sababu hamjui ni ya nini. Damu ya Yesu mnayoimba kwa nyimbo, damu ya Yesu inanena mema, bila kujua ni mema gani imebeba, umekwisha. Imba unavyotaka, nukuu mistari unayotaka. Bwana akuandika Biblia uitumie unavyotaka, kaandika Biblia uitumie anavyotaka yeye. Unakiona chakula cha kuingia utumwani, unakiona chakula cha kutoka utumwani. Biblia inasema walipotoka, Biblia inasema walitoka kwa sherehe, walitoka kwa sherehe, walitoka kwa sherehe, walitoka kwa sherehe, hawakutoka kwa huzuni. Walipomuuza Yusufu walimvua nguo. Walipomsulubisha Yesu walimvua nguo. Si kama unaelewa? Yesu alisulubiwa akiwa uchi. Nguo zake walizipigia kura wakazigawana. Ukiota umevuliwa nguo, maana yako unaenda kuaibika. Unaenda kuondolewa utukufu. Unaondolewa kesho yako. Aliyekuvua
anakutafuta. Narudia, unaota unafuliwa nguo, unanyang'anywa nguo zako. Sio ndoto nzuri, ni ndoto ya kuashiria unayofanywa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa Yesu akasulubiwa ana nguo, Yusufu aliuzwa bila nguo. Maana yake hakwenda na heshima yake. Kwa hii sadaka ya chakula na yule damu na ile fedha ilikuwa inamuondolea heshima Yusufu. Angalia siku wanatoka, Bwana aliwapa chakula, Bwana akawapa damu, na Bwana akawapa fedha. Balaam akasema hawa watu huwapati. Andaa sherehe. Walitoka kwa sherehe, wakamate kwenye sherehe. Walitoka na sauti ya vifijo, waandalie sauti ya vifijo ya kipepo. Kasoma Hesabu 25. Wakaandaa sherehe, wakaweka sadaka. Walipokula sadaka, wakazimika, sauti ya Mungu ikaondoka. Hesabu 25 mstari wa 1 hadi wa 13. Kilichowaua Israeli ni kula sadaka za miungu. Wakapoteza sauti. Mtego wa kuwanyang'anya sauti uliwekwa ndani ya chakula cha sherehe. Mtego haukuwekwa njia panda. Mtego haukuwekwa sokoni. Mtego uliwekwa kwenye sherehe, anameremeta. Wakawakamata pale, kwa sababu sio rahisi mtu kwenye sherehe kufanya maombi ya vita. Nikikualika nyumbani kwangu, nikakwambia na chakula kimeshaombewa jikoni, wewe utakula? Uhitaji sala. Nikamwambia tayari watumishi wa Mungu, chakula tayari tumeshaombea jikoni. Wewe unaswaga unaenda mbele. Narudia tena, nikikualika nyumbani kwangu, nikakwambia na chakula tayari nimeshakiombea jikoni, kwa imani unavyoniamini wewe na tunavyopendana, unaanza kuswaga msosi. Kama nakutafuta, umeenda. Wakati wana wa Israeli wanakula, hawakuambiwa ni sadaka ya mzimu. Walikula chakula kimeandaliwa na shangazi na mjomba. Swala la mizimu walilijua wale walioandaa. Si kila king'aacho ni dhahabu. Yuda Iskariote alipokwisha kwenda kumuuza Yesu, alikuja kumbusu. Unakumbuka? Alikuja kumbusu. Yesu akasema, unambusu mwana wa Adamu kwa hela? Nisikilize my friend. Bwana analiambia kanisa la Pergamo, pale unapokaa. Maana yake kanisa la Pergamo, maamuzi yake yalikuwa kwenye kiti cha Pergamo. Mfalme wa Pergamo, uongozi wa Pergamo ndio uliamua nani aolewe, nani asiolewe, nani ajenge, nani asijenge, nani aishi, nani asiishi. Kiti kiliamua. Bwana anaitumia sadaka kurejesha sauti yake kwa wana wa Israeli. Na wewe leo, Yesu ni Pasaka wetu, amekwisha kutolewa ili mimi na wewe turejeshewe sadaka kwa damu yake. Leo tutasimama kurejesha sauti. Huwezi ukamhubiri Yesu kama Pasaka bila kwenda kumtafuta Pasaka. Utapotea. Shetani anapotafuta mtu kuzima sauti ya Mungu ndani mwake, anamtengenezea ibada bandia. Unaweza ukaona uzito kuja kwenye ibada, ukabaki nyumbani unamangamanga kwenye TV. Au unaamua kusali popote ili mradi kuna msalaba. Pale Kalvari kuwepo misaraba mitatu. Mmoja ulikuwa ni mwizi, wa pili wa mnyang'anyi, wa katikati wa Bwana Yesu. Si kila msalaba unatangaza uokovu. Si kila msalaba umebeba kesho yako. Si kila msalaba unakurejeshea sauti. Kuna misalaba mingine inakwenda kuzima sauti yako, kwa sababu ni misalaba ya midumange. Usitafute aina ya msalaba, tafuta aliyopo kwenye msalaba ni nani. Sema amina kwa jina la Yesu. Thamani ya msalaba ni yeye aliyeko msalabani. Thamani ya msalaba ni yeye aliyewekwa msalabani. Kama msalaba wako yuko mwizi, yuko mnyang'anyi, utaiba na wakati unataka uende mbinguni. Utadhini wakati unataka uende mbinguni. Utakuwa kibaka wakati unataka uende mbinguni. Lakini msalaba wa Yesu unatangaza utakatifu. Mtakuwa watakatifu kama mimi Mungu wenu nilivyo mtakatifu.
hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa na huo utakatifu. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Leo tuna makanisa yasiyokemea dhambi ya aina yote. Ingio melewa sawa, ingio nazini sawa, ingio naiba sawa, ili mradi siku kifa tuweke msalaba. Nakumbuka siku moja miaka ya nyuma niliwahi kuhubiri sehemu fulani, nikaita watu waliotoa mimba. Leo Bwana ananiambia kuna watu wametoa mimba. Nusu ya kanisa wasichana walitoka. Yule mchungaji wa kanisa lile akanichukia sana. Akaambia unaniharibia. Kama anaharibu nini? Watu hawa wanaochomoa mimba wasipofika msalabani wataendelea kuchomoa mimba. Leo kama unachomoa mimba, Yesu yuko hapa, takasika na utakaswe. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa sio mali ya mtu, kanisa ni mali ya Bwana. Yule mtu akasema mimi na wewe basi, na mimi nikamwambia basi, sihitaji mwaliko, nimetumwa kwa wenye dhambi wapate kuokolewa. Na leo hata ulevi, na leo hata uzinzi, na leo hata utapeli wako, na leo hata uongo, na leo hata hizo tabia zisizofaa, okoka, Yesu anaokoa. Biblia inasema haukuonekana uovu katika Israeli. Leo Wakristo wanataja Hesabu 23:23, hapana uganga, hapana uchawi. Kabla hujataja hilo andiko, soma 21, soma 22. Anasema walipopimwa haikuonekana uovu, haukuonekana ukaidi, ndipo wanasema hapana uganga, hapana uchawi. Lakini wewe ukipimwa umepungua. Leo tafuta ulipopungua, Mungu akurejeshe sauti. Kinachoondoa sauti ya Mungu ndani ya mtu, jambo la kwanza dhambi. Biblia inasema wengi wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana akawaambia wana wa Israeli, kila mtu anayetaka kutoka aniandalie Pasaka. Maana yake Bwana alishughulika na kila familia, alishughulika na kila ukoo, alishughulika na kila kabila, ili awatoe kwenye utumwa, atengeneze kuwa taifa la watu wacha Mungu. Sema amina kwa jina la Yesu. Ina mikono yako juu kanisa. Namuona mwanamke mmoja, unasikia sauti inakusemesha waziwazi ama usiku, inataka ukimbie ndoa yako. Namuona mwanamke anayekimbizwa na sauti, na umeshajaribu kwenda ukarudi, umeenda ukarudi, naona sauti inaongea kwa mganga. Piga kelele unayekimbizwa. Namuona mtu walikutangazia kuna ndoa, naita sauti iliyozimika, sauti ya bibi harusi, sauti ya bibi harusi, sauti ya vigeregere, sauti ya shangwe, sauti ya nderemo, sauti ya vifijo inakwenda kusikika kwenye familia katika jina la Yesu. Twende. Sauti inarejea, sauti inarejea kwa jina la Yesu. Sauti iliyozimwa inafuka ndani mwako, unaolewa. Sauti ya ndoa hiyo, sauti ya bibi harusi hiyo. Ina mikono yako juu, fumba macho yako. Namuona mtu yuko nje, si Tanzania. Sio Tanzania. Sio Tanzania. Namuona nje ya nchi, nje ya mpaka wa nchi. Yoyote aliyefungwa nje ya mipaka ya Tanzania, naona unasaini mikataba na wazungu. Ulifungwa kwenye namba 666. Uliuzwa Arabuni. Ina mikono. Ina mikono. Kuna mtu mwingine mmoja bado, mmoja. Umejiwaje? Jicho lako la mkono wa kushoto linacheza. Hiyo ndio ishara. Hiyo ndio ishara, naiona jicho linacheza. Piga kelele. Rikataka ramashaka. Ishara hiyo. Mungu ameniwekea ishara, naona jicho linacheza. Beba leta. Tumemaliza. Mpigie Bwana Yesu makofi.
Mtazamaji, kwa muda wote ulikuwa unatazama kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kilicholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa hapa Channel 10. Mtazamaji, acha nikupe ratiba za ibada. Ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Inawezekana, yote Bwana anayaweza.